viongozi wetu wa dini, Mheshimiwa Rais, ukisikia Dar es Salaam imetulia, haina migogoro ya kidini, ni kwa sababu ya jopo hili la viongozi wa dini ambao wako 40. Wako mchanganyiko Waislamu 20 na Wakristo 20, na wanaongozwa na mwenyekiti Alhadi Musa, shehe wa mkoa wa Dar es Salaam, na katibu wake ni mchungaji Solomon. Ndugu zangu, wazee wa Dar es Salaam na wageni wengine waalikwa, vyombo vya habari, mabibi na mabwana, asalamu alaikum. Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Rais, naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na leo tunajumuika pamoja hapa. Mheshimiwa Rais, kwa kuwa hii ni mara yako ya kwanza kujumuika nasi kwenye shughuli rasmi ulioalikwa na wazee wa mkoa wa Dar es Salaam, napenda nichukue fursa hii kukupongeza rasmi kwa kuchaguliwa kwa kura nyingi na Watanzania, wewe na makamu wa rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kutuongoza kwa kipindi kingine cha miaka 5. Aidha, nikupongeze kwa kumteua Mheshimiwa Majaliwa Kassim mbunge kuwa waziri mkuu, ambaye naye kwa hakika ameonyesha umahiri wa kusimamia na kutekeleza kauli mbiu yako ya hapa kazi tu. Aidha, Mheshimiwa Rais, napenda kukushukuru kwa ukarimu na uungwana wako wa kukubali ombi la wazee wa mkoa wa Dar es Salaam kuja kuzungumza nao baada ya kutimiza siku 100 za uongozi wako wa nchi yetu ukiwa katika Ikulu ya Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, wana Dar es Salaam hawakufanya haraka kukualika kuzungumza nao na kukupongeza kwa kuchaguliwa, na badala yake walikuwa makini sana kufuatilia yote uliokuwa unayafanya katika siku hizi 100 za utekelezaji wa ilani ya CCM iliyokuingiza madarakani. Mheshimiwa Rais, kasi ulioionyesha na unaoendelea kuionyesha haina mfano, na kama kuna wanaodhani ni nguvu ya soda, wamepoteza maboya na watasoma namba. Mheshimiwa Rais, wana Dar es Salaam na sina shaka hata Watanzania wenzetu walio nje ya mkoa wa Dar es Salaam wamefurahishwa na kuridhika sana kwa utendaji wako uliotukuka. Ni jambo la kujivunia na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba alituongoza na kutujalia hekima na busara sisi wa Tanzania kukuchagua wewe kuliongoza taifa letu. Na katika hili pia tunakishukuru Chama cha Mapinduzi chini ya uongozi mahiri wa mwenyekiti wake na Rais mstaafu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete kwa kukuteua kuwa mgombea wake na hatimaye kuwa rais wetu Tanzania. Mheshimiwa Rais, inatukumbusha maneno yenye hekima na busara aliyowahi kusema baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuwa rais bora atatoka CCM. Na ndio maana unaendelea kuthibitisha ubora wako na kwamba CCM haikufanya makosa kukuteua. Mheshimiwa Rais, ahadi ulizotoa ambazo ziko katika ilani ya uchaguzi ya CCM umeanza kuzitekeleza kwa vitendo, tena kwa wakati. Staili yako ya utendaji kazi katika kusimamia utendaji kwa watumishi wa umma umechangia kuboresha huduma mbalimbali serikalini.
Kwa mfano, kwanza, kwa kubana matumizi yasiyo ya lazima na kuelekeza kwenye mambo yenye tija zaidi kwa jamii kama upanuzi wa barabara ya Mwenge ili kupunguza msongamano, na vile vile kuelekeza fedha zingine kwenda katika ununuzi wa vifaa katika hospitali yetu ya taifa ya Muhimbili. Hiyo ni baadhi ya mambo machache. Pili, Mheshimiwa Rais, uadilifu na uwajibikaji sehemu za kazi umeongeza uboreshaji wa kutoa huduma mbalimbali kwa jamii. Mathalan, tunalo shirika letu hapa la maji DAWASCO, wameweza kuongeza tija ya upatikanaji maji kwa kupunguza wizi wa maji, na hatimaye sasa yanaanza kupatikana kwa sehemu kubwa, lakini vile vile wameongeza ukusanyaji wa mapato kutoka bilioni 2.2 kwa mwezi hadi bilioni 7.1. Hakuna ubadilifu tena. Kama upo basi ni mdogo mdogo. Tatu, vitendo vya ufisadi na hujuma za kiuchumi zinazoendelea ambazo unaendelea kuzishughulikia wewe na serikali yako, kwa hakika vimeanza kupungua, na hii imechangiwa na staili yako ya utendaji maarufu siku hizi kama utumbuaji majipu. Na hii ni kasi ambayo haina mfano wake. 4, utoaji wa huduma mbalimbali umeimarika na kuboreka, kama vile upatikanaji wa madawa hospitalini sasa umeanza kuwa wa kuridhisha. Kwa mfano, makusanyo ya fedha kwa kutumia mfumo wa kielektroniki katika hospitali yetu, kwa mfano ya Amana, umeongezeka. Makusanyo yameongezeka kutoka wastani wa shilingi milioni 135 hadi shilingi 190 milioni kwa mwezi. Na fedha hizi, Mheshimiwa Rais, nimeziagiza zinaelekezwa katika kutoa huduma na kuboresha huduma ya mama na mtoto. Lakini vile vile, Mheshimiwa Rais, usimamizi madhubuti wa utozaji kodi na ushuru mbalimbali umeongezeka katika serikali za mitaa, lakini katika taasisi zingine za serikali na katika serikali nzima. Na jana tuisikia jinsi Chief Secretary alivyokuwa anajaribu kuonyesha maboresho na hasa ya makusanyo ya fedha pamoja na waziri wa fedha. Hii maana yake ni kwamba muda si mrefu fedha hizi na hakika utazielekeza katika kuboresha huduma kwa wana Dar es Salaam na Watanzania wote kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, lakini shughuli nyingine, sherehe za uhuru ambazo ulielekeza tufanye usafi wa jiji badala ya kusherehekea kama tulivyozoea, ilisaidia sana na inaendelea kuliweka jiji katika hali yenye muonekano safi na mzuri, na kuepukana na maradhi yanayosababishwa na uchafu kama vile kipindupindu ambacho, Mheshimiwa Rais, kilitutesa sana. Kiliingia kwa mara ya kwanza tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka jana, lakini kimeendelea kututesa mpaka tarehe 23 mwezi Disemba Dar es Salaam tulipofanikiwa kuitokomeza. Lakini nadhani ule mchango wa kufanya usafi ile tarehe 9 na wenyewe ulisaidia sana kuhakikisha kwamba hali inakuwa nzuri na watu walikula Christmas na mwaka mpya bila ya hofu ya kipindupindu. Mheshimiwa Rais, tunakuahidi kuwa Dar es Salaam bila kipindupindu inawezekana, na agizo lako la kufanya usafi kila Jumamosi ya mwisho ya kila mwezi tumeanza kuitekeleza mwezi huu wa Januari. Na waomba wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam wajenge tabia ya kujitokeza kufanya usafi kama itakavyoelekezwa mara kwa mara, na kujenga tabia ya usafi binafsi kwa mtu mmoja mmoja. Mheshimiwa Rais, yapo mambo mengi na makubwa ambayo yamefanyika katika mkoa wa Dar es Salaam kwenye kipindi cha siku
100 za uongozi wako, ikiwemo upanuzi wa barabara za Pete, na hizi Mheshimiwa Rais sina sababu ya kuzitaja hapa. Ziko kichwani mwako kwa sababu wewe ndio muasisi wa hizo barabara za Pete ambazo ni maarufu kwa ring roads. Lakini nitatoa mfano tu, kwa mfano hiyo ya upanuzi wa barabara ya Mwenge Moroko. Lakini kubwa ulilolifanya katika hizi siku 100 ni kwamba makandarasi sasa wameanza kurudi katika site hizi, kwenye barabara hizi ulizoziasisi, ambazo zilikuwa zimesimama kutokana na wakandarasi kutokulipwa kwa muda mrefu. Sasa Mheshimiwa Rais, nataka nikuhakikishie barabara zote sasa za ring roads ambazo ziko karibu 7 hapa Dar es Salaam, makandarasi wamesharudi site na kazi inaendelea mtindo mmoja, na hizi baada ya muda si mrefu basi itapunguza sana msongamano wa magari katika jiji la Dar es Salaam. Aidha, vile tunatarajia mabasi yaendayo haraka hivi karibuni yataanza kazi baada ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kuvalia njuga mchakato wake, na haya mabasi nayo yakianza yatatoa ahueni kubwa sana kwa msongamano katika jiji la Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, nisingependa kuchukua muda wa wazee wa Dar es Salaam waliokualika, ambao na wao wana yao ya kusema mbele yako. Naomba kwa haraka nigusie mafanikio na changamoto zilizojitokeza juu ya sera nzuri ya serikali ya CCM unayoiongoza kuhusu elimu bure tangu darasa la kwanza hadi kidato cha 4. Sera hii Mheshimiwa Rais umeendelea kuinadi tangu wakati wa kampeni ya uchaguzi mkuu hadi sasa, na utekelezaji wake umeanza kutekeleza Januari 2016 shule zilipofunguliwa, kwa kutoa mpaka sasa hivi ninavyozungumza kwa mkoa wa Dar es Salaam peke yake umekwisha tupatia fedha hizi ambazo ziko katika mpango wa kutoa elimu bure shilingi bilioni 1,813,000. Kwa mkoa wa Dar es Salaam ndio zote tumepokea. Mheshimiwa Rais, umedhihirisha kabisa jinsi kauli zako zinavyoendana na vitendo vyako. Ukiahidi unatekeleza. Mheshimiwa Rais, pamoja na sera nzuri hiyo, imesababisha changamoto nyingi. Baada ya kutangaza elimu bure, wazazi wengi sana wenye watoto waliofikia umri wa kwenda shule na wengine waliopitiliza, tumekwenda katika mashule Mheshimiwa Rais, kuna watoto sasa hivi mpaka miaka 11 wanabembeleza kwamba lazima na yeye mtoto huyu asome hata kama amepitwa na umri. Kwa hiyo wazazi hawa wamezinduka na kuanza kuwatoa watoto wao toka mafichoni na mitaani walikokuwa wanafanya biashara ndogo ndogo na kuandikisha darasa la kwanza. Maelezo ni kwamba baadhi ya wazazi walikuwa wanashindwa kulipa ada na michango mbalimbali shuleni. Wazazi na wananchi wana kila sababu ya kufurahia mpango huu mzuri, kwani michango ilikuwa mzigo mzito kwa wazazi, na baadhi ya michango mara nyingine ilikuwa haitumiki kwa maendeleo ya shule bali ya maendeleo ya mtu binafsi. Mheshimiwa Rais, pamoja na mafanikio hayo ya elimu bure, kumeibuka tatizo la ongezeko kubwa la wanafunzi darasani kuliko uwezo wa madarasa, madawati, matundu ya vyoo na kadhalika, kiasi kwamba chumba kimoja cha darasa kinaweza kikakaliwa na wanafunzi kati ya 250 mpaka 300, na wengine kusomea nje kwa baadhi ya shule au kusoma kwa mtindo wa shifti. Kwa mfano, katika mkoa wetu tuliweka malengo au maoteo ya kuandikisha wanafunzi darasa la kwanza 68,820, lakini hadi tarehe 12 mwezi wa pili tulikuwa tumeandikisha wanafunzi 80,276, sawa na 117% ya lengo la uandikishaji. Na uandikishaji, Mheshimiwa Rais, kwa mujibu wa taratibu za Wizara ya Elimu unatakiwa kuendelea hadi tarehe 31 mwezi wa 3 2016. Aidha, pamoja na ongezeko hilo, zipo baadhi ya shule ambazo zimehemewa sana
na uandikishaji. Kwa mfano, nitakupa mfano michache tu, lakini ziko nyingi. Kwa mfano, katika wilaya ya Ilala tuna shule ya msingi Msongola, walilenga kuandikisha watoto 200, lakini mpaka hiyo tarehe niliyoisema, tarehe 12, walikushaandikisha watoto 720. Kivule walilenga 250, mpaka juzi walikuwa wameandikisha 710. Kimwani watoto 250, walikuwa wameandikisha 650. Gongo la Mboto jeshini 250, maana hata jeshini siku hizi hamna nyota ya kijani, wameandikisha 570. Sasa hili ni tatizo. Temeke kwa mfano, Maji Matitu shule ya msingi walilenga kuandikisha watoto 400, lakini wameandikisha watoto 1022. Mzinga walilenga kuandikisha watoto 100, lakini wameandikisha watoto 541. Hii sawasawa na 541% juu. Nzasa walilenga kuandikisha wanafunzi 80, lakini wameandikisha hadi juzi watoto 612. Ni 765%. Kinondoni Kibamba walilenga 120, wameandikisha 321. Mbezi watoto 100, wameandikisha 330, na Msigani watoto 90, lakini wameandikisha 322. Mheshimiwa Rais, hii ni baadhi ya mifano michache tu, lakini karibu shule zote kwa kweli zina hali ya juu sana ya uandikishaji wa watoto wa darasa la kwanza. Mheshimiwa Rais, hatununguniki kwa changamoto hizo, bali tumejipanga kupitia halmashauri za manispaa zetu kama ifuatavyo. Kwanza, tunataraji kujenga madarasa mapya zaidi ya 500 ambayo yalikuwa nje ya bajeti ya manispaa kwa mwaka wa fedha 2015-16. Pili, tunataraji kujenga shule mpya kabisa katika shule zilizohemewa, tukianza na shule hii ya Maji Matitu wilayani Temeke kwa kuongeza pale pale kwenye ile shule madarasa 10, na kazi hii itaanza Jumatatu ili kuziba hilo pengo. Lakini vile vile tunataraji, Mheshimiwa Rais, kujenga shule zinazozunguka eneo, mitaa inayozunguka ile shule, kujenga shule 2 mpya ili tuweze kuwapunguza watoto hawa. Kutokana na ukosefu wa maeneo ya kujenga, namshukuru sana Mheshimiwa Rais, Katibu Mkuu kiongozi mstaafu Mheshimiwa Martin Lumbanga kwa uungwana wake wa kukubali ombi langu kwa hiari yake mwenyewe kutoa sehemu ya shamba lake kujenga moja ya shule hizo kwenye eneo lake. Ni moyo wa kiungwana ambao unapashwa kuigwa na wazalendo na Watanzania wengine. Lakini pia nishukuru kampuni ya TSN kwa kukubali kujenga darasa moja katika shule hiyo ya Maji Matitu. Mheshimiwa Rais, shule hii ya Maji Matitu ina jumla ya wanafunzi 5823. Kwa mahesabu na viwango vya elimu ya taifa, hii ni sawasawa na kujenga shule zingine 6 kamili zinazojitegemea, lakini ziko chini ya shule moja. 3, Mheshimiwa Rais, tuliiga mfano wako wa kubana matumizi kama ulivyosisitiza ndani ya Bunge wakati ukilizindua. Nasi tulikutana mwezi Disemba 2015, tukaangalia maeneo gani tuliyoyatengea fedha ambayo tunaweza kuyapunguza na kuyahamishia kwenye maeneo ambayo yanatija na vipaumbele zaidi kwa maendeleo ya wananchi wetu kama elimu, afya, maji, barabara na kadhalika. Tuliangalia maeneo, kuna wengine maafisa na madiwani ilikuwa waende nje, tumesema hapana, mpaka umuombe mkuu wa mkoa. Hiyo hawamuombi rais, wanamuomba mkuu wa mkoa. Nimesema hapana kwenda. Mambo mengine yasiyo na tija tumesema hapana. Sasa katika zoezi hilo, Mheshimiwa Rais, la kubana matumizi, tumeweza kuokoa shilingi bilioni 4.6, bilioni 4 na milioni 600
Na vile vile kwa mujibu wa utaratibu, Mheshimiwa Rais, wewe kama waziri mwenye dhamana, tulikuomba uturuhusu tuhamishe hizi fedha ili ziweze kuelekea katika maeneo ambayo yanatija. Na wewe Mheshimiwa Rais, nayo furaha kusema kwamba kwa sababu wewe ni mtu wa hapa kazi tu, umekwisha turuhusu tutumie fedha hizo kwa maendeleo, na tutazielekeza katika elimu ya msingi zaidi ili kuondokana na tatizo hili la watoto katika shule zetu za msingi. Tunakushukuru sana kwa kuturuhusu kwa mapema hivi ili tuweze kufanya shughuli hiyo. Lakini kwa sababu vile vile wewe ni mtu mwenye kuzingatia vifungu vya sheria, kibali hiki ulichokitoa ni kwa manispaa za Ilala na Temeke ambao vikao vyao vya halmashauri zao zimeridhia kwa mujibu wa sheria. Lakini na Kinondoni ninayo matumaini na wao, kwa sababu jambo hili ni la heri, watakapokutana katika vikao vyao vya halmashauri wataridhia ili na wao waweze kuzitumia. Nadhani wao wana kama bilioni 1.5 hivi. Wakiridhia na zenyewe zikielekezwa kwenye elimu, na hakika tutapiga hatua kubwa zaidi katika kuboresha elimu, na hasa hii ya msingi ambayo sasa ndio inaonekana ni changamoto kubwa. 4, Mheshimiwa Rais, tunaendelea kuhamasisha wana Dar es Salaam kujitokeza kuchangia kwa hiari yao maendeleo ya elimu ili kuzisaidia halmashauri za manispaa zetu ziweze kuboresha elimu kwa kuongeza madawati, ujenzi wa madarasa, vyoo na kadhalika. Na hii nataka Mheshimiwa Rais, wala kuomba huku hatupingani na sera yako ya elimu bure. Hawa wanachangia maendeleo kwa ajili ya watoto wao, tena kwa hiari. Kwa hiyo hapa hatupingani lolote na sera hii. Na waomba tu wana Dar es Salaam wenzangu tufanye hivyo ili tuweze kupiga hatua na kuibadilisha Dar es Salaam katika masuala ya elimu ya msingi. Waswahili wanasema kutoa ni moyo wala si utajiri. Lakini wapo baadhi ya wenzetu si vibaya, kuna ambao tayari wameshaonyesha Mheshimiwa Rais moyo wa kuchangia. Wako wengi, lakini tutataja wachache. Kwa mfano, tunaye ndugu Azim Deuji ametoa madawati 500 ambayo tumeshaanza kuyasambaza katika shule. Lakini wenzetu ubalozi wa China na wao wameshachangia madawati, tumeshapeleka kule mengine Maji Matitu kule ambako kuna mafuriko. Lakini na ndugu zetu wengine wengi tu ambao wamechangia. Sasa Mheshimiwa Rais, ulipokuwa wakati wa waziri wa ujenzi, ulikuwa na mtindo mmoja mzuri, mimi nilikuwa na ufurahia tu. Ukitaka jambo lako lifanikiwe unalisema, lakini unasema hili umelichomekea. Sasa na mimi Mheshimiwa Rais, sipendi kuwa mtovu wa nidhamu, lakini nichomekee tu kwamba hata meza kuu wanaweza tu wakachangia wanaweza tu wakachangia kwa maendeleo ya Dar es Salaam. Lakini hii nimechomeka tu Mheshimiwa Rais. Najua meza kuu wote wanaguswa na masuala ya elimu. 5, Mheshimiwa Rais, katika kutatua changamoto hizi za elimu, ninawaomba sana wanasiasa wetu wa ngazi mbalimbali kuungana pamoja na serikali katika kuondoa kabisa changamoto hizi za elimu, kama ambavyo umekuwa ukisisitiza kuwa maendeleo hayana chama. Wote tunajenga nyumba moja, hakuna sababu ya kugombea fito. Kwa hiyo wale wenzetu wanaopinga hii sera nzuri, ni waombe tu kwa moyo mkunjufu na kwa utiifu kabisa tushikamane ili tujenge kilicho chetu. Mheshimiwa Rais, wewe na serikali yako wakiwemo mawaziri na makatibu wakuu mmefanya kazi kubwa katika siku hizi 100 za uongozi wako. Mwenye macho, Mheshimiwa Rais, haambiwi ona. Hata hivyo, katika jamii ya watu wengi hawakosekani wasioona hata kama wana macho.
Nataka nitoe mfano tu kwa ndugu zetu Wazaramo hawa. Sisi kule Usukumani huwa tuna msemo mmoja. Kuna vile vitu vinaitwa choroko. Wazaramo nadhani mnavifahamu. Choroko hizi ukizipika, ukiziweka kwenye chungu, hata ukichemsha kwa gesi, kwa mkaa, kwa kuni, toka saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni, kuna kamoja hakaivi, kako sugu. Ukipakua hivi lazima ukakuta hapo, nasema haka nako nani kakatupia hapa, lakini kalikuwemo humo kanapikwa. Sasa Mheshimiwa Rais, watu wa namna hii wapo, hata ukipika namna gani watatokea tu, watapinga, lakini kama ilivyo desturi ya Wasukuma, unakachukua kale kachoroko kale unakatupa, kwa sababu ukikameza utavimbewa. Kwa hiyo ninawaomba sana ndugu zangu hawa ambao hawaoni mafanikio haya, basi nadhani kuna kila sababu ya kutupongeza. Katika mengi ulioyafanya Mheshimiwa Rais, katika kumalizia, sina budi kwa niaba ya wana Dar es Salaam kukushukuru kwa aina ya pekee kwa kukamilisha utiaji saini wa kuanzishwa wilaya mpya za Ubungo na Kigamboni. Sasa nina hakika ugatuaji wa madaraka kwenda kwa wananchi utakuwa karibu na wananchi, na hasa tukizingatia kuwa mkoa wa Dar es Salaam una watu wengi sasa hivi zaidi ya milioni 5, ukichukulia lile ongezeko la 5.6 kila mwaka. Nadhani sasa hivi tumeshazidi milioni 500. Kwa hiyo nina hakika kabisa kwamba kwa kuanzisha wilaya hizi utakuwa umetusaidia sana katika kufikisha madaraka kwa wananchi, na ni imani yangu wizara yetu ya TAMISEMI watafanya shughuli inayowapasa ya kuzianzisha sasa rasmi katika maeneo ambayo yamependekezwa, lakini vile vile na kuunda halmashauri za manispaa katika maeneo yanayodhamiriwa. Mwisho kabisa, nitoe ombi tu kwa wana Dar es Salaam na hata kwako Mheshimiwa Rais, tunaomba uwe msemaji wetu mkuu. Sisi Dar es Salaam hapa tunalo tatizo kubwa sana la upungufu wa damu. Hospitali zetu za Dar es Salaam zina mahitaji ya lita 4,000 kwa mwezi za damu, lakini tunazopata kutoka MSD, kutoka benki ya damu ambayo ni ya taifa zima, tunapata huduma ya lita 2,000. Na hapa Mheshimiwa Rais, tunalo tatizo kubwa la ajali, na hasa za bodaboda na magari, lakini vile vile akina mama wajawazito ambao wanahitaji damu wakati wa kujifungua. Kwa hiyo kuna baadhi wamekuwa wanapoteza maisha kwa sababu ya upungufu wa damu. Tunapata 2,000 na mara nyingine tunapata 70% tu, na hasa inapokuwa wakati wa crisis. Sasa sisi tuliliona hilo katika mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, ninayo furaha kukuambia kwamba sasa tumeanzisha benki yetu ya damu katika vituo 7, ili walioko Bunju watatolea damu maeneo hayo, walioko Temeke watatolea Rangi Tatu na kadhalika. Kwa hiyo vituo viko 7 badala ya kutegemea kituo kimoja, na tulizindua wiki iliyopita, na kwa furaha kabisa tulianza tukapata karibu lita 800, watu walijitokeza kuchangia. Kwa hiyo tutakuwa tumeokoa maisha ya watu wengi. Sasa sisi tunachoomba kwako Mheshimiwa Rais, tumejitegemea. Tunawashukuru sana wenzetu wa CCBRT, wametupa makonteina, tumenunua vitanda na vifaa vyote vya kutafuta damu salama tunavyo. Kwa hiyo sisi tunachoomba kwako Mheshimiwa Rais,
ni kutupigia debe tu. Uwezo tunao, fedha tunazo, na wahisani wapo. Kwa hiyo mkitupigia debe na Mheshimiwa Makamu wa Rais, nadhani mtakuwa mmetusaidia sana ili tuweze kujitosheleza, na tukipata ya ziada, sisi sio wachoyo, tutawasaidia na mikoa mingine ili wasalimishe maisha ya wagonjwa watakaokuwa wanahitaji damu. Mheshimiwa Rais, niliona nizungumze hayo, lakini kabla sijamkaribisha mwenyekiti wa wazee ambaye ndiye mwenyeji wako, niliomba tu nichukue nafasi hii sasa kumtambulisha rasmi Makamu wa Rais Mheshimiwa Samia Hassan Suluhu.